Ala, naam, watu wengi wanafurahi baada tu ya kutoweka mwaka na kuingia mwaka. Inakuwa ni furaha, nderemo na vifijo na vijana kupiga mabaruti mbalimbali katika engo na maeneo mbalimbali, wakifurahia kuingia kwa mwaka mpya. Wamama kwa vijana, wanawake kwa wanaume, wanafurahi kuingia mwaka mwingine. Naam, lakini swali la kujiuliza, kaifa yadhaku, kwa nini unacheka? Maana ukiwa unacheka unafurahi, kipo kinachokufurahisha. Sasa wewe unayefurahi kuingia kwa mwaka mpya na kutakiana heri ya mwaka mpya, naam, alhamdulillah, Allah amewapa afya, hamjafa, ni wazima, mnafurahi. Kaifa yadhaku, kwa nini unacheka? Furaha ya kweli sio kuingia mwaka mpya. Furaha ya kweli sio kusalimika kutoka mwaka fulani kuingia mwaka fulani, la. Kaifa yadhaku, kwa nini unacheka? Wa kullu yawmin, ilhali kila siku ambayo yamdhi alayka ya ibn Adam, inapita juu yako ewe mwanadamu, kama hukuifanyia kazi kwa matendo yaliyokuwa mazuri, ukatenda matendo vile unavyotaka wewe, mwaka unapinduka, unaingia mwaka mwingine. Kila siku ambayo inapinduka na kuondoka, qurbun likadamika, ni kusogea kwa unyayo wako, mimbabil kabri, katika mlango wa kaburi. Ina maana kwamba mwaka ulioisha 2025 umeingia mwaka wa 2026, umepiga hatua ya kuelekea kaburini, na yawezekana ikawa ndio hatua yako ya mwisho ya kuelekea katika kaburi. Nini kizuri ulichomtendea Mola wako? Nini ulichotenda cha kuweza kukusaidia katika maisha ya kaburi? Duniani yawezekana swala mtihani, kufunga mtihani, kutoa sadaka mtihani. Wewe uko katika matendo mabaya nyakati zote. Mwizi wewe, msengenyaji wewe, muhuni, mgoni wewe, mlevi wewe, kutukana ni wewe, alafu unapinduka unaingia mwaka mpya unafurahi. Kaifa yadhaku, kwa nini unacheka? Hebu furahi kwamba Mwenyezi Mungu umenipa uzima, nimepita salama katika mwaka wa 2025, naingia 2026, nitafanya taa ya kweli Mola wangu, nitakuabudu na nitafanya matendo yaliyokuwa mazuri. Mwaka 2020